tumeshapata taarifa kuhusiana na waamuzi wakati wa mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao utapigwa siku ya Jumapili ya Machi 1. Nasoro Mwinchui Pilato ambaye anakaa kati ya uwanja. Niko hapa na mchambuzi wa soka nchini, si mwingine huyu ni Heavyweight, kwa ajili ya kuzungumza naye vitu mbalimbali kuhusiana na mchezo huo. Mimi ni Irene Junior. Mambo? Poa. Kwa vizuri? Niko fresh kabisa. Taarifa ya Nasoro Mwinchui kuwa Pilato wa katikati kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo, kwanza umeipokea ukiwa wapi? Of course nimeipokea tu kama ilivyokuja, kwa sababu ndo maamuzi ya bodi ya ligi, lakini na maswali by the way mengi sana. Kwa mfano wametumia kigezo gani kumappoint, kwa sababu binafsi siamini kama yeye ndo referee bora kwa sasa hivi currently, kiasi cha kukabidhiwa mechi muhimu na kubwa ya msimu kama hiyo ya Simba na Yanga. Lakini vile vile ni mwamuzi ambaye ana makosa sana, yani ana makosa mengi sana, especially kwenye yale maamuzi ambayo yanaenda kuaffect mchezo. Uwezo wake wa kuchagua yani kuona matukio, kwa mfano kwenye incidents za penalty na maamuzi yale ambayo yanaenda kuaffect mchezo moja kwa moja, imekuwa changamoto sana kwake. Lakini vile vile of course sina ushahidi wa moja kwa moja, siwezi nikasema, lakini ni kama anaonekana kama ni bears fulani kwa upande wa, yani kuna kanuni fulani ilitungwa, kuna maboresho ya kikanuni yalifanywa. Nafikiri unajua kwamba bodi ya ligi na mamlaka ya kuteua muamuzi hata nje ya mipaka ya Tanzania ikihitaji. Sasa mimi binafsi niliamini maamuzi yale ilikuwa wakati sahihi ni huu wa kuyatumia, kwamba kwa sababu tunaamini Watanzania sisi wote ni unajua kama usipokuwa timu hii utakuwa hii hivyo. Sasa kwa kuweka ule usawa kwamba bwana hii mechi inabeba tuseme hisia ya mamilioni ya mashabiki nchini na ni mechi kubwa, nafikiri ilipaswa kupendeza kwamba hizi kanuni za hivi, haya maboresho ya kanuni zingekuwa zinatumika kwenye mechi kama hizi, kwa sababu ya za kulinda na kutengeneza ile dhana ya ufair kwenye mchezo. Sasa inavyotokea muamuzi anatoka hapa Tanzania alafu ana makosa na nini, sometimes tukubali, na kama Mwinchui ndo muamuzi bora kwa sasa hivi tayari of course, na ndo nasema sasa, kwa mfano kama yeye ndo muamuzi bora currently nchini, basi standard ya waamuzi wetu iko low sana. Kwa hiyo ilipaswa kuchukuliwa muamuzi wa nje kama ndo hivyo, yani kama yule ndo bora, kiasi cha kupewa dabi, tulipaswa kuleta muamuzi wa nje for sure. Yani sijaridhika na sioni kama ni muamuzi sahihi na sioni kama ni bora. Wengine kwa waamuzi wa ndani sasa, ulitegemea ama ulipanga labda apewe nani? Waamuzi wa ndani by the way wengi wana makosa. Yani hiyo ndo changamoto kubwa. Yani kwa mfano muamuzi anayeaminika zaidi ni Arajiga. Naye pia amekuwa na matukio ambayo kwenye dabi, yani sijui unajua hii mechi ya Simba na Yanga sio mechi ndogo. Yani sio mechi ndogo, kwa sababu imagine yani nchi nzima inasimama. Kwa hiyo mimi nafikiri kuwapunguzia mzigo wa waamuzi ilipaswa tu wachukuliwe, kwa sababu kama wachezaji, imagine wachezaji 12 wa kigeni wameletwa kwenye ligi kwa sababu ya kuamini kwamba pengine hawa wachezaji wetu wa ndani labda changamoto yao kiushindani ni ndogo. Tukaamua kuleta wachezaji 12 wa kigeni, au tuweke kwa kila timu kupata nafasi 12 za kigeni kuongeza ushindani kwenye ligi. Why not kwenye waamuzi, kama waamuzi hawafanyi vizuri? Lakini tulishuhudia waamuzi wakitoka nje kwenye dabi ya msimu uliopita. Yes. Lakini bado makosa yalikuwepo. Kuna watu waliona makosa kwenye hao waamuzi kutoka nje. Sasa kwenye kuchukua waamuzi kutoka nje ni kama kwenye kuappoint wachezaji. Unavyosajili mchezaji wa nje imaanishi atakuwa mchezaji bora. Inategemea na wewe mwenyewe jicho lako sasa la kuappoint hao wachezaji. Umeelewa? Unaweza kumsajili mchezaji wa Ivory Coast akaja hapa akacheza kama mchezaji mzawa tu, na pengine mzawa akaonyesha kiwango bora zaidi. Maana yangu ni kwamba katika hao wa nje pia kutumike vigezo, ikiwemo muamuzi ambaye hana makosa ya kujirudia, kwa sababu anaweza akawa nje lakini akawa na makosa still bado. Kwa hiyo ni kwa upande wangu hivyo, lakini at least huyo Dehani Beida, unamzungumzia Dehani Beida by the way, at least huyo angalau, lakini sio lazima arudi yeye, kwa sababu unaweza ukatengeneza ile kwamba unavyokuwa unamtumia muamuzi mmoja wa nje anarudi, inaweza ikaleta changamoto kidogo kwenye akishazoea na nini, kuna ule unini sasa unaanza kumuingia ule
Waamuzi mbona wapo chungu mzima? Kwani michuano ya CAF ina waamuzi chungu mzima? Waamuzi atoke CAF. Yani nasema wao wanachukua waamuzi kutoka mashirikisho mbalimbali, kutoka Ivory Coast, kutoka Ethiopia, kutoka Madagascar, kutoka wapi, unaweza kutafuta muamuzi yoyote kutoka Madagascar, kutoka wapi, ukamleta kwenye dabi akaperform. Kwa hiyo point yangu inarudi pale pale, kama huyu ndo muamuzi bora currently, tuko kwenye nafasi mbaya sana ise. Sawa, tukiachana na mwamuzi, tumeshuhudia hapa michezo ya mwisho kuelekea dabi. Ni Simba akitoka sare dhidi ya Dodoma Jiji, lakini pia Young Africans akibuka na ushindi wa mabao 5-0 dhidi ya JKT. Pengine kwa matokeo haya yanatupa picha halisi kuelekea dabi? Hapana, hatupi picha ya moja kwa moja, kwa sababu dabi unazungumzia ni mchezo mwingine tofauti. Lakini hii michezo inaweza ikatumika kama sehemu ya kuboost confidence, morali na vitu vingine kama hivyo, kwa sababu unapokuwa unaingia kwenye mchezo mkubwa, jambo la kwanza, unajua kwa mtu wa kawaida anaweza kaona fresh, lakini kwa mtu ambaye ni elite kwenye michezo anajua kabisa kwamba akili, utulivu wa akili pamoja na ile mindset ya ushindi inahitajika sana, especially unapoingia kwenye mechi kama hizi. Kwa hiyo ukishinda kwa margin kubwa unaongeza confidence kwenye kikosi chako, na hivyo kwa upande wa mwingine ukitoa sare somehow wachezaji wanaanza kujihisi kama wanyonge, especially wanavyoona mpinzani wake ameshinda. Lakini pia ni advantage, pia inaweza ikatumika kama advantage, kwa sababu unajua watu wanachukulia tu kwamba kwa sababu Simba ametoa sare ya bila kwamba ndio basi. No, kwenye football hakuna hivyo. Unajua ni kama umeexpose silaha zako, umeelewa? Ukishamonyesha adui silaha zako, automatically anajua akudefend vipi au aje na akucounter vipi, umeona? Ndio kama hivyo kwamba Yanga kashaonyesha ile uwezo wake wa kushambulia, jinsi ambavyo yuko hatari kwenye transition, jinsi ambavyo anaweza kuivunja ile safu ya ulinzi kwa pasi 2-3. Unajua mabao yao wamefunga kwa pasi chache sana, ni tata. Ina maana Simba tayari wanapata kitu kwenye bigger picture kwamba okay, wako hivi, tofauti na timu ambayo imetoa sare ya bila kwamba hawaja concede bao. Ina maana unashindwa kujua mapungufu yao hasa yako wapi, lakini hawajafunga bao. Ina maana wamekuonyesha kama vile sio wazuri kwenye kufunga, alafu baadaye wanaweza wakaja kwa kusurprise. Nataka kusema kwamba ni mbinu pengine ilitumika kuficha baadhi ya silaha. Siwezi nikasema mbinu, lakini yani ninachojaribu kumaanisha ni kwamba ubora ambao wameuonyesha Yanga kwenye kushambulia katika mchezo dhidi ya JKT Tanzania pamoja na approach ya JKT Tanzania iliyowapelekea kufungwa 5-0, inaweza ikawafanya Simba pengine wasifanye kitu ambacho JKT wamekifanya kimbinu. At the same time pia inaweza ikawafanya Simba kuja na mpango mzuri zaidi wa kuwadhibiti ubora wa Yanga ambao wameuonyesha dhidi ya mechi moja kabla ya dabi. Unajua, kwa sababu unaweza ukachukulia in a negative way kwamba kwa mfano kwa sababu imeshinda 5 basi itakuwa vizuri, of course, lakini pia kuna side mbili ambao ndo nilikuwa namaanisha hivyo, sio kwamba labda wamenini kwa sababu wametunza. Kwa sababu ukitunza alafu unaangusha alama haina maana, umeelewa? Yes. Kwa hiyo itakuwa ni mchezo mwingine tofauti na yoyote anaweza akashinda probably. Sawa, maingizo mapya ambayo yamesajiliwa dirisha dogo kwa kikosi cha Simba, pengine yanaweza yakafanya kitu kurudisha ile furaha ya Msimbazi? Sasa hapo unajua wachezaji walioingizwa Simba sio wazuri, ila sio wazuri, namaanisha sio wabaya, sio wabaya, lakini mimi wasiwasi wangu ni kwamba nikijaribu kuangalia kikosi cha Yanga, wachezaji wao, achana na wapya au wa zamani, wachezaji wao wana sifa zaidi ya moja. Yani Pacome unaweza kumkuta muda huo yupo kwenye midfield, kuna wakati unamkuta yeye ndio yuko mbele anapigiwa mpira mrefu. Nafikiri unakumbuka ile mechi ambao msimu uliopita walioshinda 2-0, Pacome alikuwa juu kule, mpira unapigwa mrefu na Shadrack Boka, Pacome anauwaya na anaenda kusababisha penalty. Muda huo unaweza kumkuta yuko chini, kwa mfano bao la pili yuko kwenye midfield anapokea mpira kutoka kwa, nafikiri ni huyu Clement Mzizi, anampasia afu anafanya run anairudisha tena. Yani ni mchezaji ambaye ana sifa zaidi ya moja, yani anaweza kufanya mikimbio nyuma safu ya ulinzi, muda mwingine unamkuta kwenye kiungo, muda mwingine unamkuta wide. Yani the same kwa Maxim pia Nzengeli, anapoona space anaingia, unaweza kumkuta katikati, unaweza kumkuta anasimama kama mshambuliaji, sometimes Dube ana drop deep anawavuta ma defender, alafu Maxim Nzengeli anapenya kwenye space. Yani ni unajua, kwa mfano hata bao ambao waliconcede Simba msimu huu kwenye game ya kwanza,
namaanisha msimu uliopita, sorry. Yani ilikuwa katika namna hiyo pia. Kwa hiyo naweza nikasema ni wachezaji ambao sasa tofauti na Simba. Unajua Simba wasiwasi wangu huko kwenye hapo safu yao ya ushambuliaji, mimi ndio inanipa wasiwasi kwa sababu Selemani Mwalimu anakuwa wasiwasi. Selemani Mwalimu anipi, yani si nazungumzia safu nzima. Yani safu namzungumzia Aura, Loemba, wachezaji wote ambao wana drive mpira kwenye eneo la mpinzani kwenye kushambulia, Loemba, sijui huyu Libasege na nini, ni wachezaji ambao ukiwatizama of course kwa mtu mwenye jicho la kawaida anaweza kaona hawa ni wachezaji ambao wana operate vizuri, lakini kwa mtaalamu zaidi ukienda deep ni kama wanatabirika. Yani atakachokifanya Anicet Aura kwenye mechi ya 50 unakijua tu. Ni kile kile, yani atakachokifanya Libasege kwenye mechi ya 50 zinazokuja au ni kile kile, yani hawabadiliki. Mbinu zao ni zile zile. Yani seme jinsi wanavyo operate, wanavocheza, wanavopenda sehemu wanazopenda kupokea mpira, wakishakuwa na mpira, tabia zao baada ya kureceive mpira, movement zao kabla wakiwa hawana mpira ni zina resemble, yani ni rahisi sana wapinzani kuwasoma hawa wachezaji na kuwajua namna ya kuwadhibiti. Ndio hicho kitu pekee kinachonipa wasiwasi. Tofauti na kwa Yanga, sijui umeelewa, yani Yanga wachezaji wao wana sifa nyingi, yani anaweza akafanya mikimbio nyuma safu ya ulinzi, akipokea mpira huwezi ukajua kwamba huyu lazima atafanya hivi. Sijui umeelewa, yani Pacome huwezi ukasema akipokea mpira hapa lazima atafanya hivi, ataenda huko. Sijui unanielewa vizuri point yangu. Yani hicho ndio kinachonipa mashaka. Yani hicho tu. Ana asilimia ngapi za kushinda? Hii mechi mimi naipa sare. Sare. Of course mimi naipa sare. Ya magoli au bila? Kwa sababu Simba wanahitaji kuvunja ile uteja na Yanga wamechukua hii mechi kwa kujiamini zaidi kwamba sisi tunaingia tunashinda. Umeona Pacome anaonyesha 3 kwenye boti na nini. Yaani ile overconfidence tayari wako nayo. Kwa hiyo kwa upande wangu nikiangalia hiyo overconfidence ya Yanga afu nikiangalia pia na Simba jinsi ambavyo wana uchu wa kufuta ule uteja, mechi itakuwa tough sana. Kwa hiyo probably naweza nikaipa sare. Sare. Yeah, sare hiyo. Sawa, kwa kumalizia unawaambia nini mashabiki wa Simba lakini pia wa Yanga ambao wanaelekea pale visiwani Zanzibar kutazama mchezo? Hii ni mechi kubwa. Kwa hiyo kwa sababu ni mechi kubwa, mashabiki wa timu zote mbili wana uchu wa timu yao kuona inashinda. Lolote linaweza kutokea. Kwa hiyo matokeo yote yatakayotokea wayapokee. Unajua asianze tena fungwa mara 7. Fulani hafai na nini, tufukuze nini, visiwepo. Visiwepo, yani waridhike. Wametokea, ndo football. Basi wasubiri muda mwafaka ufike, wafanye tathmini wapi pamefeli na warekebishe kwa ajili ya kuipa timu, kwa sababu baada ya mechi hii kuna mechi zingine nyingi zinafuata. Sasa the more itakavotokea labda matokeo hayajaridhisha pande fulani au washabiki wa timu fulani hawajafurahishwa nayo, wasianze kuivuruga timu, kwa sababu still mechi zitakuwa zinafuata zingine nyingine nyingi na maanisha, na timu itakosa utulivu ule wa moja kwa moja na inaweza ikapelekea sasa kufanya hata mechi zingine pia wakazidi kuharibu. Kwa hiyo kwa mashabiki ni waombe tu wawe watulivu. Sijua mechi kubwa mechi kubwa unaweza bana sisi tunashinda, mshaaminishwa tunashinda 3. Unavuka pale mshangaa wewe ndio unakula gongo zako 2. Alafu mwisho wa siku kwa sababu ushaaminishwa wewe unashinda. Unaanza kulaumu sijui hivi na hivi na unajua lakini ukiwa shabiki bora. Mimi nataka nikuulize tu swali la mwisho la nyongeza. Ikatokea Simba akapoteza, inakuwa ni jumla ya alama 8 ametofautiana na Yanga. Pengine kwenye mbio za ubingwa inakuwa ndo tayari amemwaga manyanga. Khalas. Unajua maana khalas. Yaani khalas maana yake basi tena hiyo imeisha. Pointi 8. Yaani ikitokea tu Simba amepoteza kwenye dabi imeisha. Kwa hiyo ndo maana naamini hawezi kupoteza. Hawezi kupoteza. Yaani mimi naamini, sio kwamba ndo hawezi, mimi naamini hivyo kwa sababu ikitokea amepoteza khalas. Kwa tabia za Yanga pamoja nikiangalia na unajua Yanga anaweza akashinda tu kwenye mazingira yote, awe na kiwango bora asiwe na kiwango bora. Kwenye hizi games nyingi hizi especially anapoona kuna possibility ya kuondoka na kombe, anaweza akashinda tu, yani unajua akikutana sijui na nani na Mungo na nani anaweza anashinda. Yani hata kama ni kamoja na nini, game zingine anaweza kashinda kwa margin kubwa, yani hivyo. Kwa hiyo ili uzidi kumtia pressure ni bora usiruhusu atengeneze gap kubwa kiasi hicho cha pointi 8 cha pointi ngapi, sioni kama itakuwa ni mwanga mzuri. Kwa hiyo ikitokea tu Simba ameshindwa kushinda hii mechi na akapoteza,
possibility ya kuchukua ubingwa ni ita drop sana. Inaweza nikaipa hata 10% tu. Nikushukuru. Haya, asante. Huyo ni Heavyweight, mchambuzi wa soka nchini. Mmemsikia hapa kwa uzuri kabisa akizungumza kuhusiana na tathmini yake ya mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao utapigwa siku ya Jumapili. Ikitokea Simba amepoteza, basi kwenye zile asilimia za kupata ubingwa msimu huu atabakiwa na 10% tu kwa tathmini yake. Mimi ni Irene Junior, nyuma kamera tupo na Morris.